kwako twarudi Rabuka, tulofanya twakomesha, machozi yamiminika na dua tunazidisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV. Karibu sana kwenye kipindi cha Fatawa za Hija, kipindi ambacho kimelenga kuweza kuyajibu maswali yote ambayo yanaulizwa kuhusiana na ibada ya hija, lakini pia kuhusiana na matukio na mambo mbalimbali ambayo yamefungamana na mwezi huu wa Dhulhijja. Mimi naitwa Rajab Msami, ndiye ambaye nitakuwa naendesha kipindi hiki, lakini tutakuwa naye Sheikh wetu ambaye yeye ndiye atakuwa na tupatia majibu ya maswali ambayo yanakuwa yameulizwa, na si mwingine ni Sheikh Muharram Mwaita. Moja kwa moja, Sheikh Muharram, kuna swali ambalo nadhani tungeanza nalo, na swali lilikuwa linauliza, je, kipi kinachotakiwa kwenye kufunga masiku 9 ya mwezi wa Dhulhijja? Ni kuyafunga yote kwa pamoja au kufunga kwa kuachanisha? Swali limeuliza hivyo. Naam, kwanza nashukuru Sheikh Rajab kwa fursa ya kunipa tena kuja kukutana na watazamaji wetu katika kipindi hiki cha Fatawa za Haji. Swali uliloniuliza linahusiana na kufunga siku 10 za mwanzo wa mfungo 3, ambazo kimsingi ndio siku zinazobeba sehemu kubwa ya matendo ya hija kwa wale ambao wako kule kwenye viwanja vitakatifu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Sisi ambao hatukwenda, kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya siku 10 hizi. Lakini kwanza kabisa, siku 10 hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozungumzia, kazungumza kwamba ni siku ambazo amali njema ndani ya siku 10 hizi inakuwa bora na ina thamani mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko amali itakayofanyika ndani ya siku yoyote ile katika mwaka. Hata ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, bado zitakazofanyika ndani ya siku 10 hizi, ibada yoyote utakayoifanya, ubora wake ni mkubwa kuliko ibada utakayoifanya nje ya kipindi hiki. Lakini hii ni kwa upande wa mchana. Siku, tunasema siku, sio usiku. Kwa sababu ndani ya Ramadhani kuna siku 10 za mwisho wa Ramadhani, zile ni usiku, lakini hizi ni mchana. Sasa ibada ya kufunga ni moja katika ibada za Kiislamu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia swala la ibada ndani ya siku 10 hizi hakuzifunga ibada, hakusema tufanye ibada fulani. Yeye alisema ibada yoyote atakayoifanya Muislamu ndani ya siku 10 hizi ubora wake ni huo. Maswahaba kuonyesha kwamba wamemfahamu Mtume kwamba amekusudia ibada yoyote, wakamuuliza walal jihadu fi sabilillah, hata jihadi pia? Yani hata mtu anayekwenda kwenye jihadi siku nyingine ambayo sio mfungo 3, sio hizi siku 10 za mfungo 3, bado pia anazidiwa na mtu anayefanya ibada ndani ya mfungo 3, akaambiwa wala hata aljihad, yani hata jihadi, isipokuwa tu Mtume kamtoa mtu mmoja katika hiyo jihadi, akasema isipokuwa yule mtu ambaye atatoka yeye kwenda kwenye jihadi akabeba na mali zake pia akazitoa kwenye jihadi, halafu hakurudi na kitu, kwa maana yeye mwenyewe kauawa na mali nayo imekwenda, huyo ndio ataweza kuzidiana na huyu aliyefanya ibada ndani ya mfungo 3, siku 10 za mfungo 3. Kwa hiyo swala la ibada ya saum halikuwekewa vidhibiti. Mtu anaweza akafunga kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 9, kwa sababu tunajua siku ya 10 ndio ni siku ya Idi, hamna kufunga. Naam. Sawa sawa. Swali jingine kuhusiana na masiku haya 10, nauliza, je, ni haramu kunyoa nywele au kukata kucha katika siku hizi 10? Naam, imethibiti katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yoyote anayetaka, zinapoingia siku 10 hizi za Dhulhijja za mwanzo, alafu ikawa Muislamu ametia nia ya kuchinja udhiya siku ya Idi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu huyo asiguse nywele zake wala ngozi yake,
kwa maana kwamba usinyoe nywele, usikate kucha, usifanye vitu vyote vile ambavyo hata mahujaji wanakatazwa kuvifanya. Sasa makatazo haya wanaozuoni wametofautiana katika kuyaelewa. Kuna wengine wameyachukulia kwamba ni ya uharamu moja kwa moja, ni haramu mtu kunyoa nywele zake, kukata kucha, kama atakuwa ametiania ya kuchinja ndani ya hizi siku 10 mpaka atakapokuja kuchinja mnyama wake ndio ataendelea na mambo yake. Wengine wakasema haya maagizo ni maagizo kweli, lakini au ni makatazo lakini sio ya lazima, kwa hiyo inabaki ni makuruhu. Kuna baadhi wasema ni makuruhu, wengine wasema hata sio makuruhu. Kuacha kutoondoa nywele na kucha, hii ni sunna tu katika sunna, lakini kitu kilicho wazi ni kwamba makatazo haya hayana kitu kingine kinachoyaondoa kwenye uharamu, japokuwa katika baadhi ya madhhabi, basi madhhabi ya Imam Shafi wao wanasema ni makuruhu, na kuna baadhi ya athari, baadhi ya hadithi ambazo wanazitumia kuonyesha kwamba yale makatazo yamepungua nguvu yake, sio ya uharamu bali ni ya makuruhu. Hayo mambo mengine, mambo ya kielimu sana, waweza watu wasituelewe. Lakini ikitokea kwamba unamuona mwenzako ananyoa ama anakata kucha na wakati ameshatia nia ya kuchinja, ni bora kumkataza. Iwe makuruhu iwe haramu, tunatakiwa tusifanye, kwa sababu watu wasifikirie makuruhu ni jambo tunatakiwa tulifanye. Makuruhu ni jambo ambalo tunatakiwa tuliache. Sawa sawa. Mtu mwingine anauliza swali hapa, naomba kupewa ufafanuzi zaidi juu ya fadhila zilizopo katika kufunga siku ya Arafa. Fadhila zaidi siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku maalum ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameizungumzia saumu yake kivyake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba anatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mtu atakayefunga siku ya Arafa atasamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Hii ni fadhila kubwa sana kwa sisi wanadamu, kwa sababu sote sisi hatuponi na madhambi. Lakini kama kawaida, jambo la kukumbushana, hadithi hizi zinazokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumzia kufutiwa madhambi kwa amal, inakuwa ni yale madhambi madogo. Yale madhambi makubwa yanahitaji toba kama ambavyo tumeelekezwa. Yani kama una madhambi makubwa umeyafanya, unajua umezini, umekunywa pombe, umeiba, haya madhambi makubwa yote haya inabidi ufanye tauba maalum. Lakini yale madhambi mengine madogo, umepita kwenye nyumba ya watu umeangalia bila ruhusa, umeangalia barabarani huko, umeona mwanamke amekuvutia ukamwangalia sana, haya ndio ambayo yanafutwa na hizi amali. Kwa hiyo ukifunga mwezi mtukufu, ukifunga siku ya Arafa ndani ya hizi siku 10 za mfungo 3, haya madhambi madogo ya mwaka jana na mwaka kesho yote yanaondoka. Yale ya kule hata hayajaja tayari yameshafutwa. Ni fadhila kubwa sana. Makubwa yanatakiwa yafanywe toba. Naam. Sawa. Swali lingine linaulizwa ni nani anayewajibika kuchinja mnyama siku ya Eid? Ni Muislamu aliyebaligh, mwenye akili, ambaye amepata uwezo wa kuweza kuchinja huyo mnyama. Hili jambo ni mmoja katika mambo ambayo tunapaswa Waislamu kukumbushana sana. Ibada ya udhiya ni ibada muhimu sana. Tunaisahau au hatuitilii umuhimu, na wengi wetu tunasubiri, tunatafuta sehemu kunako chinjwa twende tukapewe nyama badala sisi wenyewe kuchinja. Hii ni kuonyesha namna gani ile thakafa ya dini kwetu ilivyokuwa ndogo. Wakati ukienda katika baadhi ya nchi ambazo hali zake za kiuchumi ni kama za kwetu, nyingine ziko duni kuliko sisi, lakini ikifika siku hii hakuna mtu anaweza kumpa mzake nyama. Takriban kila mtu amechinja. Muamko ni mkubwa sana. Sasa kwetu bado muamko ni mdogo mno. Utakuta mtu kabisa, mtu anafanya kazi wakati mwingine serikalini. Yani tukisema serikalini sio kwa maana ya kashfa, lakini kwamba hawa ndio watu wanaonekana kwamba wana uwezo na wana uhakika wa kipato.
Lakini huyu naye anaenda kuomba nyama sehemu Waturuki wamechinja, naye anaenda kuomba nyama. Na simu anapiga, shekhe vipi nyama huko? Sasa hii kwa kusema kweli ni kukosa mwamko wa kidini. Wakati yeye alitakiwa achinje, ale na watoto wake, na nyingine wapelekee marafiki zake, wapelekee watu wasiokuwa na uwezo. Hii ndio udhiya. Udhiya ni ibada muhimu sana ndugu zangu, kwa hiyo tunatakiwa tuifanye ibada hii. Umegusia hapo kiasi ambacho ndilo swali lilokuwa linafuata baada ya hilo. Swali liulizwa kuhusiana na namna gani natakiwa kugawa kichinjo nilichochinja. Mnyama udhiya anagawanywa, wanachuoni wamependekeza mafungu matatu. Lakini vile atakavyotosha, kwa sababu haina shida. Hata unaweza kumbakisha wote ukamla tu wewe mwenyewe nyumbani kwako, haina shida. Lakini bora wewe mwenyewe na familia yako, lakini pia ukawaangalia na watu ambao hawana uwezo, kwa sababu watu ambao hawana uwezo ni watu ambao tunatakiwa tuwasaidie. Siku ya Eid hii sisi tunajua kwamba siku ya Eid al-Fitr tumelazimishwa zakatul fitri kwa ajili ya hawa wenzetu ambao hawana uwezo. Kwa hiyo katika Eid al-Adha kilichopo ni udhiya. Kwa hiyo tukichinja tusiwasahau hawa watu. Naam. Swali lingine nadhani uliligusa wakati tunaelezea kuhusiana na masiku 10 kule mwanzo, ubora wake, lakini labda ulielezee zaidi ili angalau huyu aliuliza aweze kuridhika. Anauliza kuwa kipi ni bora zaidi, masiku 10 ya Dhulhijja au masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani? Kama tulivyosema kwamba masiku 10 ya Dhulhijja ni siku kwa maana ya mchana. Masiku 10 ya Ramadhani ni usiku. Kule mchana huku usiku. Kule usiku huku mchana. Kwa hiyo ubora wa Dhulhijja uko mchana, ubora wa Ramadhani upo usiku. Katika haya masiku 10. Huku siku 10 za kwanza Dhulhijja, kule siku 10 za mwisho wa Ramadhani. Sawa sawa. Swali jingine linauliza kuhusiana na siku ya 9, siku ya Arafa. Kwa swali muulizaji anauliza ya kuwa siku ya Arafa ni kisimamo au ni siku ya 9? Swali liko hivyo, nadhani sijui umeelewa sasa. Hebu rudia. Anauliza, je, siku ya Arafa ni kisimamo au ni siku ya 9? Hili swali ni katika yale maswali ambayo huwa yanaibuka kila tunapofika ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Na limejengeka katika ule ubishani wa kifiqhi ambao huwa tunapambana nao kila napofika siku hizi. Lakini mimi niwaambie tu ndugu zangu watazamaji kwamba vitu hivi havina faida sana kwetu. Sisi tukiingia ndani ya mfungo 3, hebu tuelekeze akili zetu kwenye huu msimu. Huu ni msimu wa kheri. Kwa maana kwa mfano wafanyabiashara wana misimu yao ya biashara. Ikifika hiyo huwa hawana mchezo nayo. Wanajua hapa usipotengeneza faida, basi siku nyingine zinazokuja itakuwa ngumu kutengeneza faida. Kwa hiyo katika mambo ya kheri pia yana misimu. Ashru Dhulhijja, siku 10 za mfungo 3 hizi ni msimu wa kheri. Ukiingia Muislamu, hebu shughulika kutafuta kheri ndani ya msimu huu. Acha kushughulika na mambo ya ubishani. Kwa sababu leo ukiuliza Arafa ni siku ya 9 ama ni kisimamo. Kwanza Arafa sio siku wala sio kisimamo. Arafa ni eneo kule Maka linaitwa Arafa. Hili eneo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufundisha ibada ya hija amewataka Waislamu au ameweka sheria katika Uislamu, watu wanatakiwa kwenda kusimama kule kwenye lile eneo. Sawa Siku ya kwenda kusimama lini? Tarehe 9. Nikutaki radhi hapo tutarudi na eneo hilo lini siku ya kwenda kusimama. Mtazamaji wa Africa TV, kipindi ni Fatawa za Hija. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi alafu tutarejea. Kwako twarudi Rabuka, tulofanya twakomesha, machozi yamiminika na dua tunazidisha. Naam, karibu tena mtazamaji wa Africa TV. Baada ya mapumziko hayo mafupi, tunaendelea na kipindi ni Fatawa za Hija, kipindi ambacho kinakupa fursa wewe unayekufuatilia kuweza kusikiliza majibu ya maswali mbalimbali ambayo yanakuwa yameulizwa kuhusiana na ibada ya hija, lakini na yote yanayoambatana na mwezi huu
wa Dhulhijja. Tupo na Sheikh Muharram Mwaita, ndiye ambaye atakuwa akitoa majibu ya maswali yaliyoulizwa. Sheikh, ulikuwa unaelezea kuhusiana na kile kilichoulizwa kuhusiana na Arafa, ni siku ya 9 au ni kisimamo. Kwa umeelezea vizuri, ukaelezea mpaka pale kusema kwamba Arafa ni eneo ambalo kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mahujaji wanatakiwa waende kule kwa ajili ya kusimama. Kwa unaendelea nikukatisha, tuendelee. Kwa hiyo naomba watazamaji wawe makini na hili jambo. Arafa ni eneo. Katika hili eneo kumetakiwa kufanyika kitu ambacho ndio hicho kisimamo tunachokiita, japokuwa kisheria hakuna habari ya kisimamo, ni kuhudhuria, kuwepo katika lile eneo la Arafa. Lakini chochote kile mtu unachotaka kukifanya kwenye hii dunia lazima kitakuwa na muda. Sawa? Muda wake ni tarehe 9 ya Dhulhijja. Sawa? Kwa hiyo kuna eneo, kuna kile kitendo, alafu kuna siku yake. Kwa sababu hili jambo tayari lishakuwa maarufu, inawezekana siku ikaitwa siku ya Arafa kwa sababu ndio siku ambayo tunakwenda kule Arafa kuhudhuria. Inawezekana kile kitendo tunachokwenda kukifanya kwa sababu tunaenda kukifanya Arafa nacho kikaitwa Arafa, lakini Arafa sio kitendo, Arafa wala sio siku. Arafa ni lile eneo. Hiyo ndio Arafa. Sasa watu waachane na mambo ya kubishana. Kwa hiyo tunakwenda Arafa kwenda kutekeleza kile alichotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alichotufundisha Mtume kinafanyika tarehe 9. Sasa hapa sijui watu wanatafuta nini yani. Sababu ukisema kwa sababu watu hapa wanataka kuleta maelezo yale kwamba kama yani Arafa ni siku, maana yake si Tanzania tuna Arafa yetu. Yani ndio mwelekeo wa swali. Kwa sababu kama ni kisimamo kinafanyika Maka. Lakini kama ni tarehe 9 na sisi tuna tarehe 9 yetu. Sasa Arafa sio tarehe wala sio kisimamo. Arafa ni sehemu. Sawa. Swali jingine ambalo limeulizwa Sheikh, naulizwa ni kwamba takbira za Dhulhijja zinaanza lini na kumalizika lini? Kwa mujibu wa mafundisho, takbira zinaanza tokea Dhulhijja kishaingia. Dhulhijja kishaingia tu watu wanaruhusiwa kuleta takbira. Lakini kuna takbira ambazo ndio ambazo zimesisitizwa, zimewekewa utaratibu. Ikishaingia ile siku ya Idi, pale takbira zinatakiwa ziwe sasa kwa utaratibu maalum, kwa maana kwamba kwanza zinatakiwa yani miji yetu ijae takbira, masokoni, madukani, kila sehemu kujia takbira. Lakini hili nalo ni jambo ambalo Waislamu wamejisahau nalo. Yani inaingia mfungo 3, unatembea maeneo wala hujui kwamba kuna mfungo 3. Basi kama wewe mwenyewe huwezi, hapo dukani kwako weka hata redio ambayo inaleta takbira. Weka TV ambayo inaleta takbira. Imradi ile shiar, ile alama ionekane. Mtu akifika yani akipita yote anajua hii kweli ni mfungo 3. Sawa. Na takbira hizo zinakwenda tokea hapo zinapoanza, tukizungumzia tokea tarehe 1 au tukianzia tarehe 10, zinaishia tarehe 14 Dhulhijja. Yani ile siku ya Idi alafu siku 3 nyingine mbele. Kwenye swala ya Maghrib ndio hapo takbira zinaisha. Naam. Swali jingine laulizwa ni aina gani ya dhikri iliyopendekezwa zaidi katika masiku haya 10? Dhikri zote zinatakiwa, japokuwa baadhi ya wanachuoni wanasisitiza sana hizi takbira, tahlil, tahmid, yani Allahu akbar, la ilaha illa Allah, alhamdulillah, tasbihi pia, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Hizi zinasisitizwa sana kwa sababu ni adhkari ambazo zinaenea katika maeneo mengi sana. Lakini unaweza ukaleta adhkari ya aina yoyote ile ndani ya siku hizi. Na moja katika vitu ambavyo Uislamu pengine wengine baadhi yetu hatuvijui ni kwamba Qur'ani nayo ni katika adhkari. Kwa hiyo unaweza Muislamu ukajikita kwenye kuisoma Qur'ani kwa wingi sana ndani ya kipindi hiki. Lakini pia sio tu adhkari, kuna amali njema nyingi zinatakiwa kufanyika ndani ya siku hizi.
Kwa mfano swala la kuunga udugu, yani watu tunajisahau sana katika udugu wetu. Mtu anaingia ndani ya siku 10 za mfungo tatu, anapapia kufunga, kufanya ibada nyingine, lakini huko haelewani na ndugu yake. Hii nayo ni moja katika matatizo ambayo tunatakiwa tuyaondoe. Lakini kuwatendea wema wazazi katika mambo muhimu sana ndani ya siku hizi. Mfanyie wema mzazi wako ndani ya kipindi hiki cha mfungo tatu, ili upate ujira maradufu ya ule ambao unaupata unapomfanyia siku za kawaida. Hayo imechomekea tu, uje niuliza. Sawa. Swali jingine linaulizwa kuwa kuna uhusiano gani kati ya kuzuru makaburi na siku hizi 10 za Dhulhijja? Hakuna mahusiano yoyote, na moja katika makosa makubwa yanayofanyika na Waislamu ni kuweka siku maalum ya kuzuru makaburi. Katika Uislamu hatujafundishwa kabisa swala la kuweka siku maalum ya kuzuru makaburi. Naomba hiki kipande hiki kikatwe hiki. Hakuna siku maalum ya kuzuru makaburi katika Uislamu. Ni jambo linakatazwa kabisa. Muislamu anatakiwa kuzuru kaburi pale time yoyote atakapoamua au atakapokumbuka jambo hilo, aende akazuru kaburi. Hakuna kuweka siku maalum, wala hakuna kusafiri kwa ajili ya kwenda kuzuru kaburi. Hata kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hauruhusiwi kufunga safari hapa Dar es Salaam unakwenda Madina kwa ajili ya kwenda kuzuru kaburi ya Mtume, huruhusiwi. Hakuna hicho kitu katika sheria. Isipokuwa ukienda Madina unakwenda kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume yuko pale. Wewe ukifika unamzuru, si umeshafika, unamzuru, lakini isiwe nia tokeo unatoka huku kwamba naenda Madina kwa ajili ya kuzuru. Ukiweka nia kwamba nikifika Madina kwenye msikiti wa Mtume nitamzuru Mtume, haina shida, lakini unasafiri maalum kwa unaenda wapi? Naenda Madina kumzuru Mtume, hiyo hairuhusiwi. Naam. Sawa. Hai, swali lingine linaloulizwa hapa ni ibada gani kuu inayofanyika siku ya Arafa kwa mahujaji? Ni kuomba tu. Ibada kubwa inayofanyika mbali na zile ibada nyingine za msingi za kila siku za Muislamu ni kuomba. Ile ni siku maalum ya kuomba, na ile siku ni maalum kweli, kwa sababu kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anajifaharisha mbele ya malaika. Anawaambia, angalieni waja wangu wamekuja kutoka maeneo tofauti tofauti, wamechafuka, wana vumbi, wana jasho, lakini kitu gani kimewaleta hapa? Wanatafuta tu msamaha wangu. Allah anajifaharisha. Sasa ni siku muhimu, na anawashuhudiza kwamba Allah amewasamehe na amewapa vitu ambavyo wamemuomba. Kwa hiyo ni siku ambayo muhimu sana, na haji hatakiwi kuifanyia mchezo. Moja katika vitu ambavyo tunavikemea sana ni mahujaji kujishughulisha na mambo yasiyokuwa na maana ndani ya Arafa. Kupiga mapicha, kufanyaje, au watu kukusanywa kundi moja wakaimbishwa adhikari hata hawazijui maana yake. Wewe mtu una shida zako, una mambo yako ambayo yanakusumbua. Wewe kazini huko kuna mtu mpumbavu mmoja anakusumbua kweli. Umefika alafu mwambie Mola wako. Wewe unaanza kupiga mapicha, unaanza kuimba manyimbo ambayo hujui maana yake. Hapana, Muislamu, ile ni fursa muhimu sana ambayo sisi tunaipata kwa kwenda kuhiji. Ukishafika Arafa pale, toa shida zako zote. Wewe unamuomba tajiri ambaye anapenda kuombwa, wala hachoki, wala hakuna kwamba umeomba vingi. Kuna mtu mmoja hapa kuna kijana mmoja tena rafiki katika hawa wasanii hao, alizungumza siku moja, anawashauri wenzake, katulia kabisa, anawapa nasaha wenzake kwamba wajua bana, mambo mengine lazima tumuombe sana Mwenyezi Mungu. Yani yeye anaeleza mafanikio yake, jinsi alivyofanikiwa. Mmoja katika nyenzo aliyotumia ni kumuomba sana Mwenyezi Mungu. Lakini sasa akawa anawashauri wenzake, lakini ukati unamuomba Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu jambo moja tu. Usimuombe mambo mengi, unamchanganya. Sasa Allah hachanganywi bwana na maombi. Wewe omba kila kitu ulicho nacho. Kazini kwako, nyumbani kwako, nchi yako iombe. Omba kila kitu. Ile ni sehemu ya kuomba. Tusifanye mchezo. Na wala tusifanye usanii kufika pale unaanza kupiga picha au selfie, si ndio unaomba huko live. Hakuna hiyo habari. Tutaharibu tu ibada zetu bila sababu za msingi. Naam. Swali jingine ambalo nadhani tulishalijibu kwenye vipindi vilivyotangulia, lakini kwa faida aliyouliza, alikuwa anauliza, je, ni nini hukumu ya mtu anayekosa kusimama Arafa, ambaye amekwenda kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija alafu akakosa kusimama Arafa? Neno kukosa
Neno kukosa hapo lina maana nyingi. Huyo muulizaji inawezekana anachokusudia kukosa kwa maana kile kipindi cha kawaida yeye hakufika, kwa maana watu wameondoka Arafa bila kabla yeye hajaenda. Mtu huyu bado hajaambiwa kwamba amekosa Arafa. Tulisema katika vipindi vilivyotangulia kwamba Arafa muda wake wa kuwepo pale unaoruhusiwa kwenda Arafa, kuhudhuria Arafa, ni kuanzia mchana jua linapopinduka siku ile ya 9 ambayo ndio siku ya Arafa mpaka alfajiri ya siku ya 10. Sasa muda wote huu, time yoyote mtu anaweza kaingia Arafa, hata kama ni saa 6 za usiku. Itategemea alfajiri inachomoza saa ngapi, kwa sababu wenzetu kule wakati mwingine hasa kipindi cha joto kama hivi unaweza kukuta alfajiri inaingia saa 9 usiku. Kwa hiyo lazima uwe makini na ujue alfajiri inaingia saa ngapi. Kwa hiyo kama kweli mtu atakuwa kipindi chote hiki hakuweza kuhudhuria Arafa, kuanzia huo mchana wa siku ya 9 mpaka inachomoza alfajiri ya siku ya 10, huyu ndio tunaita amekosa Arafa. Sasa huyu akikosa Arafa maana yake hija hana. Sasa kuna mambo mengine huko atatakiwa kufanya, nafikiri sio mahala pake anapojiulizwa na. Swali lingine liloulizwa kwa wasiokuwa mahujaji, ni ibada gani bora ukiacha kufunga? Ni ibada gani bora siku ya Arafa? Kwa wasiokuwa mahujaji au kwa mahujaji? Kwa wasiokuwa mahujaji. Sasa kwa wasiokuwa mahujaji, ukitoa funga, ni ibada gani nyingine bora siku ya Arafa? Wallahi, katika swala la kuainisha linahitaji ushahidi wa kisheria. Kusema ibada fulani ni bora, ibada fulani ni bora, hiyo inahitaji ushahidi wa kisheria. Lakini kwa uhalisia ni kwamba Mtume kasema ibada yoyote itakayofanywa inakuwa bora kuliko ibada itakayofanywa nje. Ama zile zinazofanywa ndani ya siku ya 9 zinazidiana, ya siku 9 zile zinazidiana vipi ubora zenyewe kwa zenyewe, hilo ni jambo ambalo linahitaji ushahidi maalum, au turudi katika ushahidi wa asili wa ibada za kawaida. Kwa mfano tukiweza kusema katika adhkari, kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, na kusoma kul huwallahu ahad, kwa vyovyote kul huwallahu ahad itakuwa ni bora kuliko subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allah wallahu akbar. Kwa hivyo unaweza ukasema ziko ambazo ni bora, lakini kukutolea kwamba bora kuliko zote, kwa sababu kweli sina ushujaa huo. Sasa swali lingine liloulizwa anasema hivi, mahujaji hufanya ibada zipi siku ya Eid? Siku ya Eid kuna mambo kadhaa ambayo mahujaji wanayafanya yasiyopungua 4. Mengine wanayafanya wao wenyewe, mengine wanafanyiwa kwa niaba. Haji siku ya Eid, kumbuka siku ya Arafa amelala Muzdalifa, anaondoka ataswali alfajiri Muzdalifa, akimaliza kuswali alfajiri Muzdalifa ataondoka pale kuelekea Mina. Akifika Mina, ibada ya kwanza anatakiwa kuifanya ni kupiga mawe kile kikuta kikubwa. Hiyo ndio ibada ya kwanza. Ibada ya pili kutakuwa kuna kuchinja, sawa, ambayo hii hafanyi yeye sasa hivi, anafanyiwa kwa niaba. Halafu kuna kunyoa nywele, halafu kuna kwenda kutufu tawafu ya hija ile. Na kama ibada ya hija yake aliyofanya ndani yake hakuweza kutanguliza ile Swafa na Marwa, atafanya pamoja na Swafa na Marwa. Kwa hiyo kuna mambo kama 5 hivi, lakini hili la 5 mara nyingi linaunganishwa na tawafu na sa'i kama zinaunganishwa. Kwa hiyo ni mambo 4 hayo. Sasa swali lingine na husisha hapo miongoni mwa ibada ambazo anazifanya hujaji siku ya Eid. Anauliza, je, kuchinja mnyama kwa hujaji siku ya Eid ni wajibu au sunna? Itategemeana na ibada aliyoifanya, kwa sababu katika hija ziko aina kadhaa za kama aina 3 hivi. Ibada ya qiran ambayo ni kuchanganya hija na umra pamoja, na ibada ya tamattu ambayo ni kuanza umra alafu kufuatia shia hija. Hizi zinalazimisha kuchinja mnyama. Okay. Naam. Inakuwa ni wajibu. Inakuwa ni wajibu. Tamattu. Sawa sawa. Shekhi, muda wetu umekimbia, kwa hiyo tukushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi na kwa kuyajibu maswali haya ambayo yaliulizwa na watazamaji wetu. Allah akulipe kila la kheri.
Mtazamaji wa Africa TV, muda wetu umekimbia na tunalazimika kufika ukomo wa kipindi hiki cha fatawa za hija kwa siku ya leo. Kwa hiyo tukutakie utazamaji mwema mfululizo wa vipindi vinavyoendelea hapa Africa TV. Mimi naitwa Rajab Msami, tulikuwa naye Sheikh Muharram Mwaita. Panapo majaliwa yake Allah, kesho pia ni siku tutakutana hapa muda na wakati kama leo katika kipindi hiki cha fatawa za hija. Tunakuaga kwa kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.